अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व अम्मा बिनिअमति रब्बिक
अपने रब की नेमत का इजहार करता रहे. Yadahullah Ta'ala Ibn Salaziz anasema kwamba अल्लाह ताला की na ama neema za Mola wako basi uzisimulie kwa watu wengine. और दीनी और रूहानी भी. Neema za Mwenyezi Mungu ni za dunia na za dini pia na za kiroho pia. Neema za dunia kila mmoja anapata bila kubagua, खुदा ताला पर ईमान लाने वाले हैं. lakini wale watu wanaohusiana na Mwenyezi Mungu na wanamwamini Mwenyezi Mungu na wanaona neema zote zinatoka kutoka kwake, wale watu wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema za dunia. वहाँ दुनिया को भी बताते हैं. Ikiwa wao wanaeleza kwamba neema hizi walipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wanawaambia dunia pia kwamba neema hizi zote zilipatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. जैसा कि मैंने कहा, दीनी Lakini pamoja na neema hizi za dunia, kama nilivyosema, kuna neema za dini na za kiroho, जमाने में na Muislamu mkweli या आशिक सादिक na katika zama hii के गुलाम mfuasi wa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu sisi ni wanajumuiya, ni wafuasi wa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. अल्लाह ताला के Hawa walipata neema hii ya Mwenyezi Mungu pia. को बयान करना Basi और इसका इजहार neema hii na baraka hii ya Mwenyezi Mungu, kueleza neema hii ni jukumu la mwanajumuiya, yani lazima aeleze neema hii ya Mwenyezi Mungu. Njia yake moja ni hii kwamba और दूसरे kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu aishi maisha yake yote, na njia yake ingine ni kwamba kutangaza duniani na kumwambia dunia na kufanya mahubiri kwamba neema hii, baraka hii tuliyopata, अल्लाह ताला के फजल के nyinyi pia njoni na kwa kupata sehemu yake muweze kupata baraka na fadhili za Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii ndiyo ni nuru ya Mungu, यही na hii ndiyo ni dalili ya maisha yenu, na hii ndiyo ni dalili ya uhai wa dunia hii. और दुनिया को दुनिया वापस संवारने के समान मुहैया है. Na hii ndiyo itawasaidieni kwa ajili ya kuboresha dunia yenu na akhira yenu. Kisha kwa kufikisha ujumbe huu, जो अल्लाह ताला baraka za Mwenyezi Mungu zinazozipatikana, juhudi yetu kidogo, kwa sababu ya juhudi yetu kidogo Mwenyezi Mungu anatupatia baraka zake, कई गुना बढ़कर na sisi tunayoeleza dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii जो फजल होते हैं baraka za Mwenyezi Mungu zinapatikana hata zaidi ya makadirio yetu. जो फिर हमें Hii pia ni dalili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na dalili ya neema yake. के इजहार Jambo hili linatukumbusha kwamba sisi tueleze neema ya Mwenyezi Mungu na tushukuru neema zake. मोमिन को अल्लाह ताला के इनामात का Basi mwaminio इस मजमून के हकीकी इदराक की जरूरत है. kwa ajili ya kupata इस जमाने में neema za Mwenyezi Mungu ताला ने anatakiwa aelewe maana ya madhumuni hii ya baraka za Mwenyezi Mungu. वसल्लम Katika zama hii Mwenyezi Mungu को दुनिया में फैलाने के लिए भेजा. alimtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kueneza na kusambaza ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika hali hii Mwenyezi Mungu alimpatia msaada wake na alimpatia nishani zake. जिसके नज़ारे Nishani hizi zinaendelea kuonekana na zilipatikana zamani pia. आपके साथ
sisi tunaendelea kushuhudia kwamba nishani hizi zinaendelea kutimia. वादे के मुताबिक Msaada wa Mwenyezi Mungu uliokuwa naye ulikuwa kwa mujibu wa ahadi yake. Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina alayhi salatu wassalam आपको इल्हाम फरमाया kwamba nyinyi hamwezi kuhisabu neema zangu. Mungu alimfunulia Sayyidina alayhi salam, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa ukitaka kuhisabu neema za Mwenyezi Mungu hii haiwezekani, huwezi kuhisabu. Kisha alimfunulia hivi pia, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, आप अलैहिस्सलाम एक yani uendelee kuzisimulia neema za Mwenyezi Mungu. बहुकुम Sayyidina alayhi salam anasema sehemu moja इस बात के kwamba mimi mnyenyekevu, नहीं देखता wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, महज फजल करम से kwa mujibu wa aya hii sioni kwamba ni mbaya kueleza kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu और ना बगैर Mungu alinipatia sehemu katika baraka zake, na hakunituma kwa mikono mitupu, bali alinipatia nishani ambazo zinaendelea kupatikana na zinapatikana siku za usoni. Kadiri Mwenyezi Mungu hataonyesha kadiri yake, ataendelea kuonyesha nishani hizi. Kisha alisema unyenyekevu ni sharti ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Yani ikiwa mtu anataka kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii anatakiwa awe mnyenyekevu, na hii ni sharti yake. Na akasema kwamba sawa na aya ya Mwenyezi Mungu isemayo wa ma bi ni'mati rabbika fahaddis, अल्लाह ताला kueleza neema za Mwenyezi Mungu pia ni lazima. उसका बयान और इजहार Basi Mwenyezi Mungu wakati wote anapotufanyia ihsani yake na fadhili zake, sisi kwa mujibu wa amri hii tunaeleza neema zake, na anatakiwa tufanye hivi, lakini kwa unyenyekevu sana, si kwa sababu ya kuonyesha ubora wetu. Hivi majuzi nilienda katika ziara ya Marekani na Canada. Kule mipango kadhaa ilifanyika pamoja na wale wasiokuwa Waislamu. और इतने वसी पैमाने पर Mwenyezi Mungu पैगाम पहुंचा alinijalia niliweza kufikisha ujumbe wa Islam, na ujumbe wa Islam uliwafikia watu kiasi hiki kwamba kule wanajumuia wa kule na wasimamizi wa kule pia walikuwa जिसका इजहार hawafikirii kwamba kiasi hiki ujumbe unaweza kufika. Na hii si kwa sababu ya juhudi yetu au kwa sababu ya uwezo wetu, bali ni kwa kudra ya Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii. Leo nitaeleza habari ya ziara yangu. Kwa sababu ya ziara yangu तारुफ हुआ क्योंकि यहाँ पे katika West Coast ya Marekani na Canada, jumuiya ilitambuliwa kwa sababu kule sijawahi kwenda. Katika Marekani nilienda Los Angeles, katika eneo hili na katika mji ule niliwahi kueleza katika hutuba yangu kwamba eneo lile ni la aina gani. Ni eneo la watu wa Hispania, na jumuiya inatakiwa afanye kazi ya aina gani, na habari hii nimeshawahi kueleza katika hutuba yangu. Ujumbe uliowafikia wale watu na picha ya Islam iliyoelezwa kule, habari yake nitaeleza sasa hivi. Kule katika hoteli moja, jumuiya ilipanga reception moja, kikao moja. Watu wa idara mbalimbali walishiriki kwa wingi sana. Wasimamizi walikuwa na wazo hili kwamba hawa ni watu wa dunia, labda hawatakuja kwa wingi, lakini mpaka siku ya mwisho habari ya wale waliotaka kushiriki, habari yake iliendelea kuja. लेकिन जो रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स थी na idadi yake ilikuwa kubwa sana, na wao walifikiria kwamba kiasi hiki tukiwaalika watu kiasi hiki watakuja, lakini response iliyopatikana kwa kuona ile response, wasimamizi walishangaa. Na mpango uliopangwa kwa ajili ya wageni katika ukumbi ililazimika kwamba eneo ile lipanuliwe. Na labda mimi naona wengine ambao walisema tutaleta marafiki yetu, waliambiwa kwamba wao wasilete marafiki zao kwa sababu kulikuwa hakuna nafasi ya kukaa. Na Hazur anasema wale watu walikuja si watu wa kawaida, bali walikuwa wasomi sana na walikuwa mashuhuri sana katika jamii. फंक्शन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का Katika hafla ile की मुख्तसर वजाहत की nilieleza tafsiri ya alhamdulillahi rabbil alamin kwa fupi, na kwa mujibu wa aya hii और आपके उसमें के बाद nilieleza mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya ubinadamu, na nilieleza mifano yake mbalimbali, नमूना है तो फिर na nilieleza kwamba haya ni mafundisho ya Islam na mfano huu kwa ajili yetu ni mfano mwema. शिदत पसंदी का ये Katika hali hii haiwezekani kwamba waislamu kama बहरहाल inasema kuhusu waislamu kwamba ni wagaidi. Kwa sababu ya mafundisho haya haiwezekani waislamu wawe wagaidi. माहौल पर एक Kwa mujibu wa mafundisho haya Qur'an tukufu, na kwa sababu ya mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu waliathirika sana, na kila mmoja alisema ikiwa haya ni mafundisho ya Islam, bila shaka inatakiwa mafundisho haya yasambazwe, yaenezwe, kwa sababu dunia inataka mafundisho haya. बार बार बातों ने इजहार किया Na Hazur anasema hii si ilikuwa kwa ajili ya kuonyesha wale watu walisema hivi, bali watu walinijia na walieleza wazo lao, तो चंद एक उनमें से kisha wengine walirekod maoni yao katika MTA. ये 11 मई Sasa hivi nitaweka mbele yenu maoni ya watu kadhaa. और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के Tarehe 11 ya Mai hafla hii iliyofanywa, 251 थी watu wa idara mbalimbali ya maisha walikuja na walikuwa 251. की बाहमी मोहब्बत की एहतराम की और दुनिया में इंसाफ करने की Hawa watu walipoambiwa kuhusu mafundisho ya upendo na mapenzi na mafundisho ya uadilifu, hawa watu walipenda sana ujumbe huu na mafundisho haya. वाले 14 थे Katika hafla hii US Congress wajumbe wake walikuwa 5 na waandishi wa habari walikuwa 14. जो थे वो Wasomi wengine walikuwepo wengi, 17 walikuwa 37 प्रोफेसर viongozi wa idara mbalimbali ya serikali, walikuwa viongozi na ofisi wa wanajeshi, 13 डिप्लोमेट्स na 17 walikuwa maprofesa wa university, na walikuwa viongozi wa NGOs pia, na wanadiplomasia pia walikuwa 13, na watu kama 36 au 7 walikuwa kutoka katika idara mbalimbali ya maisha. पुलिस फोर्सेस Vile vile watu wasomi walikuwepo, watu wa think tank pia walikuwepo, watu wa polisi na wanajeshi pia walikuwepo. Ilikuwa kundi kubwa sana la watu. Kwao ujumbe uliwafikia. शामिल होने वाले का इजहार Viongozi wa dini 29 pia walishiriki. Mmoja aliyeshiriki katika kikao hiki, yeye alisema, आपने मुझे और मेरी फैमिली को इस्तिकबालिया में मदद किया jina lake ni Barbara Goldberg, ni mwanamke. Yeye akasema kwamba umenikaribisha mimi na familia yangu katika kikao hiki. Mimi nakushukuru sana kwa moyo mkunjufu. तहर्रुक और बेदारी का मुझे वही है Kikao hiki au kushiriki katika kikao hiki हमारे ही दरमियान imeleta mabadiliko katika maisha yangu. Mimi nimekutana na jamii iliyokuwa ikiishi kati yetu, lakini sisi tulikuwa hatujui kuhusu jamii hii. Kisha mgeni mmoja
alieleza rai yake kwa kusema hivi. मेरे जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जो उन्होंने अपनी तकरीर में नुक्ता नज़र पेश किया है कि मौक़िफ़ yeye किसी से नहीं और kuhusu mimi alisema kwamba aliyoeleza katika hutuba yake kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, na kusema kwake kwamba sisi tuna Mungu mmoja, na kila neno alilolitamka lilikuwa kweli. लीडरों के सुनने और तवज्जो देने के लिए बहुत Ujumbe wake wa amani na kuonya dunia kuhusu vita ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya viongozi wa dunia. और रोशन है जब निकल जो गैरों को भी चमकती नजर आती है। Mafundisho ya Islam ni mafundisho ambayo yanaangaa na watu wanashuhudia nuru yake. Kisha alikuwa meya wa mji mmoja, yeye akasema कि ये मौका फराहम किया kuhusu kikao hiki, alisema kwamba ये अपनाने पर मुश्तमिल था। nimepata bahati ya kushiriki katika kikao hiki ambamo mambo ya kuelewana na नुक्ता नजर का खैर मकदम kuungana yalielezwa, कि दुनिया भर में जिन जो na alisema kuhusu mimi kwamba kauli hii ya kwamba mambo ya serikali ni tofauti na mambo ya kanisa inatakiwa iwe tofauti. और आलमी Mahali ambapo watu wanapingwa kwa sababu ya dini yao, inatakiwa wale watu walindwe na msingi wa amani ya dunia ya ulimwengu uwekwe, सच्चे na amani hii ya ulimwengu kwa hakika inaweza kupatikana kwa sababu ya mafundisho mazuri ya Islam. Sisi tunaweza kuwapatia nafasi vijana wetu kwa kupitia mafundisho haya mazuri kwamba wajenge future yao mzuri. Hazur anasema, angalieni ile nchi ambapo inazungumzwa dhidi ya Islam na kule sasa Islam inasifiwa. Kuna mtu mmoja ambaye ni maarufu sana katika eneo lile, yeye anasema kwamba yeye alisema kuhusu mimi kwamba katika ziara ya Los Angeles alitoa ujumbe wa mapenzi na upendo. Katika kikao kile maofisa na makatibu na watu wasomi walikuwepo. Mirza Masroor Ahmad, kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Islam, alisisitiza upendo kwa wote, si chuki kwa yeyote, को कायम करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। na मैंने कहा kisha anasema kwamba kuleta amani duniani ni jukumu la sisi sote. Hazur anasema hii ndiyo ni nchi ambapo इस्लाम और dhidi ya Islam na dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno mengi yanasemwa, na hii ni nchi sasa, wakati mafundisho sahihi ya Islam yalipoelezwa, kila mmoja alisema kwamba mafundisho haya ni kwa ajili ya watu wote na wote wanahitaji mafundisho haya. Mwenyezi Mungu aijalie akili hawa waislamu wote kwamba waweze kueneza mafundisho mazuri ya Islam kwa vitendo vyao. Kisha gavana mstaafu wa California anasema ujumbe huu wa upendo wa kuheshimiana na ya mapenzi, ujumbe huu si wa ujumbe wa kawaida. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya viumbe vyake. Sisi tunamwomba Mungu mmoja na yeye anatuona. काउंसिल मेंबर कहते हैं कि इन्होंने Member wa council ya Los Angeles, yeye anasema समझाया कि किस तरह लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। kwa kuhusu mimi, alisema kwamba alitoa darsa ya mapenzi na upendo, na alitufundisha namna gani tunaweza kuwakusanya watu na namna gani tunaweza kuleta umoja katika watu. इनका अमन Ujumbe wake wa amani na usalama kila mmoja ilikuwa kwa ajili ya kila mmoja, तमाम na kila mmoja aliathirika kwa sababu yake, na kila mmoja alisikia kwa makini. Ujumbe huu utasikilizwa duniani kama ilisikilizwa leo katika Los Angeles. Kisha member wa Congress ya Marekani के bana Becker alisema इन्होंने कबूल किया
kwamba ujumbe uliotupatia कहती हैं tumepokea ujumbe ule. मैं आपके हालात हाजिरा और nimekutana nawe mara ya kwanza, lakini nimeathirika sana kwa kuona habari yenu, आपको तजिया हालात हाजिरा पर na nimefurahi sana kwa kuona jinsi mlivyowasiliana na watu, na hutuba yako ilikuwa karibu sana na uhakika, na nimeathirika sana kwa sababu ya hutuba yako. मजहब के लिए काबिल कबूल है। ujumbe huu unaathiri sana यूनिवर्सिटी ऑफ na inatakiwa isikilizwe na ni inakubaliwa na watu wote. राशल मोहरान kuna din moja ya idara moja ya university ya California, Rashid Mora, yeye anasema, से इज्जत था। huyu ni mwanamke, anasema मकसद kushiriki katika kikao hiki ni heshima kwangu. lengo la kikao hiki lilikuwa kueneza na kusambaza amani na usalama. kisha anasema ujumbe tuliopata kutoka kwa imamu wa jumuiya, हमें मसाइब ज़दा दुनिया ujumbe huu ulikuwa mchanganyiko mzuri wa kiroho na ya idealism. एक अहम दर्स है। ujumbe huu हमसे हर एक का फर्ज है कि हम सब ni darsa nzuri wa kujaza dunia hii kwa amani. तो क्या होगा। sasa ni jukumu letu la sisi sote kwamba tusambaze udugu, na जिससे हमारे मसाइल sisi tupo katika kikao ambacho kinatupatia ujumbe mzuri. मिस्र के कौन kwa sababu ya hii tunaweza kufuta ihtilafu yetu na mfarakano wetu, na dunia inaweza kuwa sehemu ya amani. consulate wa misri aliyekuja pale akasema, mi niliendelea kusikiliza hutuba chungu mzima, उतरा है और मैं इससे बहुत मुतासर lakini sijawahi kusikia hutuba kama ya leo, na hutuba hii imeleta athari sana moyoni mwangu, na mimi nategemea wote walioshiriki watakuwa na rai ya aina hii. inatakiwa ujumbe huu uliwafikie watu wa dunia nzima, na mimi mwenyewe pia nitasambaza ujumbe huu. kisha kuna और इंसानियत mwanamke mmoja ambaye ni profesa anasema, ujumbe wa amani duniani na kupenda ubinadamu, ujumbe huu nimependa sana. jumuiya ahmadhia imewasha mishumaa ambayo dunia nzima inataka mishumaa hii. kisha kuna kundi la waislamu Marekani, Muslim Public Affairs Council, बहसीत मुसलमान mkurugenzi wake ambaye ni mwanamke anasema, kwa sababu ya kushiriki katika kikao hiki mimi nimepata jazba sana, ताज़ा होकर इस मजलिस से उठी हैं। na wapongezeni sana kwa sababu ya kikao hiki kilichofanywa siku ya Jumamosi, na nimepata imani mpya katika kikao hiki, na hutuba ilikuwa nzuri sana, na wakati huu tunahitaji hutuba ya aina hii. नहायत anasema kwamba मुतअद्दिद मुकर्रिरीन इस मौजू से shutuma zinazoletwa dhidi ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, majibu yake yalitolewa vizuri katika hutuba. उन्होंने नहायत मुदल्लल viongozi wengine hawataki kujibu shutuma hizi, और वो भी lakini halifa तादाद में alitoa majibu mazuri za shutuma hizi zote katika hafla ile फिर एक ambamo wasomi na viongozi wengi walikuwepo. ऐसा एड्रेस मैंने अपनी kisha mgeni mmoja alisema सीधा हमारे kuhusu kuleta amani duniani, sijawahi kusikia hutuba ya aina hii. hutuba hii ilileta athari moyoni mwetu moja kwa moja. kisha kiongozi wa Bernardino County yeye वक्त की जरूरत थी alisema चलकर हम दुनिया में मुनकरम कर सकते हैं। kwamba hutuba ilikuwa dharura ya wakati huu. kwa kufuata hutuba hii tunaweza kuleta amani duniani. kisha kuna wakili ambaye ni mkurugenzi wa kampuni kubwa, yeye anasema गैर मुस्लिमों mpango wa kikao kilikuwa mzuri sana,
mafundisho kuhusu vita yalileta athari sana juu yetu. फिर एक मुमताज डॉक्टर है वहाँ के, Ni wanajumuiya ambao wanaweza kuleta udugu duniani. Kisha kuna daktari moja mashuhuri sana, yeye anasema, mimi sijui jumuiya hii sana, lakini nimesikia hutuba hii neno kwa neno na nimeona kwamba yote iliyosema ni kweli. Anasema maneno haya yaliyosema kwamba dunia inaelekea kwenye vita vya tatu ni sahihi kabisa. Inatakiwa viongozi wa dunia nzima waonywe kuhusu hii. कि एड्रेस काबिल सताइश था। Kisha kuna padri moja wa Kikristo, Jan Ches, yeye alisema hutuba hii ni nzuri sana. Alipinga ugaidi na alieleza mafundisho sahihi ya Islam mbele ya watu wote. कि जो मजहब की जो तस्वीर आपने Dr. Fred ambaye ni mgeni, yeye pia alisema picha ya dini uliyoeleza, आपके अल्फाज nilikuwa sina elimu kuhusu hii. मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं का पैगाम बहुत जबरदस्त Maneno yako kuhusu dini ilikuwa sawa na wazo langu. Ujumbe huu kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote ni mzuri sana. Kuwapokea wengine hivi kwamba ni Mungu mmoja na yule ambaye ni Mungu wake ni Mungu wangu pia, ni ujumbe huu ni dalili ya amani. Kisha anasema kwa ajili ya kuleta amani na usalama, फिर dunia inatakiwa izingatie lile onyo lililotolewa katika hutuba. बहुत कम तजुर्बा Kisha kuna meya wa mji mwingine, yeye anasema kwamba kuhusu jumuiya Hamadhia nilikuwa sina taarifa sana. बहुत सराहनीय Ujumbe wako huu इस मुल्क में बहुत से खूब हासिल kwamba serikali inatakiwa iwe kando na kanisa, mimi napenda sana. जुल्म का निशाना बन रहे हैं। Sisi tunatakiwa tuzingatie kwamba duniani wapo wengi ambao kwa sababu ya imani yao wanadhulumiwa. इस लिहाज से मुझे Kisha anasema kwamba mimi maisha yangu yote nilitafuta elimu, तालीमात दुनिया में अमन kwa hiyo nilipata kitu kipya katika hutuba hii kwamba namna gani mafundisho ya Islam yanaweza kusaidia kuleta amani duniani. नुक्ता नजर Mimi naungana nawe kuhusu hii kwamba amani haiwezi kupatikana mpaka ujabari na dhuluma inakwisha duniani. Na kushukuru sana wewe, na nategemea kwamba mimi kwa ajili ya kufanya dunia hii iwe sehemu nzuri nitaishi maisha yangu yote sawa na maagizo yako. Hazur anasema ikiwa wasiokuwa waislamu wao walipata athari ya aina hii, sisi ambao ni watumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni jukumu letu kwamba sisi tufikishe ujumbe huu duniani na tuishi sawa na ujumbe huu. Kisha kuna congressman mmoja Dana Bora Becker au Bora Becher ambaye ni Republican. कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक है। आम Yeye pia alikuwepo pale katika kikao. नजरियात रख Yeye ni kutoka California. Kwa kawaida मैराथन पर yeye ana mawadhi dhidi ya Islam. दिया था। Mwezi mmoja uliopita, wakati bomu iliyolipuka katika Boston katika marathon, yeye alisema wakati huo kwamba Islam inasisitiza watoto wa uwawe na Islam imekuwa hatari kwa ajili ya jamii. Na kuhusu Pakistan pia alisema mawazo kwamba inatakiwa ifanywe nini kule. Baada ya kusikia hutuba yangu, maneno aliyosema yalikuwa haya हमारे दिलों की आवाज है। kwamba baada ya kusikiliza hutuba ya leo nasema kwamba hii ni sauti ya mioyo yetu. निहायत आम है। Kisha anasema kwamba ujumbe wako wa mapenzi na upendo na kuwakubali watu wengine ni ujumbe wa amani. Ujumbe huu utatuunganisha. Yeye anasema nilikutana nawe mara ya kwanza, के मुतालिक काबिल फिक्र और हकीमाना सोच से मुतासर हुआ हूँ। हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स जमात अहमदिया खलीफा के nimeathirika sana kwa sababu ya mawazo yako. जो अमन का पैगाम है, Kila mtu anaweza kukubali ujumbe wa halifa wa jumuiya ambao ni ujumbe wa amani na unatakiwa usikilizwe.
na tumepata ujumbe huu kwa unyenyekevu na kwa usalama sana. Na baadaye alimwandikia barua katibu wa mambo ya nje ya jumuiya. कैलिफोर्निया के दौरे में katika barua yake alisema हासिल किया है, kwamba ziara ya Mirza Masroor Ahmad ya eneo la kusini wa California, ziara hii imepata और फैज पाते रहेंगे। athari ya aina hii na imepanda mimea katika mioyo ya watu ya aina hii kwamba wataendelea kuvuna kwa miaka na miaka. सालों तक इस Huzur anasema aliwahi kusema dhidi ya Islam umesikia, na sasa anasema kwamba ujumbe aliyotuachia halifa ni aina hii kwamba tutaendelea kupata mimea yake kwa miaka na miaka. Na hivi mawazo ya watu yalibadilika kwa sababu ya ziara hii. बातें करते रहे और एमटी Governor mstaafu wa California aliendelea kuzungumza nami na nilimwambia kuhusu MTA kwamba jumuiya inafanya mahubiri namna gani na MTA inafanya kazi namna gani. Yeye alichukua namba ya MTA yangu na alisema lazima atasikiliza mipango ya vipindi vya MTA. Katika Los Angeles magazeti mawili, Los Angeles Times na Wall Street Journal, ilichukua interview yangu. Kule pia tuliendelea kuzungumza kuhusu Islam. फैला सकते हैं, जबकि बाज मुसलमानों के Swali la kwanza aliniuliza kwamba namna gani mnaweza kueneza na kusambaza ujumbe wa amani ya Islam wakati kwa sababu ya ugaidi athari mbaya ya Islam inapatikana duniani. Kwa ajili ya kuondoa athari hii mnafanya nini? Nilimjibu kwa sababu ya swali lake hili kwamba और ये हमारा Islam halisi ni amani, na Islam maana yake ni amani na usalama. Na sisi tuna imani kwamba kwa mujibu wa bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika zama ya mwisho Imam Mahdi na Masihi aliyeahidiwa atakuja, na sisi tunaamini kwamba ameshakuja, तालीमात से मुनव्वर करना है, si tena kwa ajili ya Waislamu bali से दुनिया को आगाह करना atasambaza mafundisho sahihi duniani nzima, na atawaambia dunia nzima kuhusu mafundisho sahihi ya Islam. Na katika dhama hii Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam alikuja, na yeye sawa na bishara zile aliwaambia dunia, na sisi tunaendelea kusambaza ujumbe ule kwa niaba yake. Kisha nilimwambia hii pia kwamba kuhusu vita, inasema kwamba kwa nini vita ilipigwa katika Islam. Hii nilieleza katika hutuba yangu, lakini interview ilikuwa kabla ya hutuba. Nilisema mwanzoni Waislamu hawakushambulia, Waislamu walidhulumiwa, walishambuliwa na Waislamu walijilinda. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu hakuna vita dhidi ya Waislamu, तलवार का जिहाद, kwa hiyo ikiwa hali hii haipatikani, और ये जो भी मुसलमान जिहादी jihadi ya upanga imekatazwa, imesimamishwa, na Waislamu ambao wanafanya kazi wanapigana kwa neno la jihadi, wao ni wakosefu. खुलफाए राशिदीन के से कभी भी ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने जुल्म किया हो। फिर अरबों के Mtume sallallahu alaihi wasallam mahalifa wake hawakudhulumu hata mara moja. क्या तहरीकात जारी हैं, Kisha aliuliza swali kuhusu Waarabu सूरत हाल है, kwamba kazi gani inafanywa kule, hali ya nchi ya Arabuni ikoje. मैंने उनको बताया कि Kuhusu hii nilimwambia kwamba जो अरब हुकूमतें थीं जो हटाई गई या जिनको हटाए जाने की कोशिश की जा रही है, इनको serikali ya Arabuni iliyofukuzwa, इन अरब ममालिक की इन तहरीकात में भी serikali ya magharibi ilikuwa inawasaidia wale watu wa kule, इसके पीछे क्या नजरिया wale ambao ni rebels au wagaidi katika nchi ya Syria.
wanasaidiwa na nchi serikali za magharibi, wao wana malengo gani sisi hatujui, wao wenyewe wanajua. Lakini sawa na maoni yangu, inaonekana kwa kidhahiri kwamba serikali ya magharibi inataka kutawala nchi za Arabuni. Kisha nitoa mifano mbalimbali kwamba zamani ilikuwaje na sasa ina hali ikoje kule. लेकिन बयान कुछ हद तक Huzuri anasema nashukuru kwamba jinsi nilivyosema alitoa katika gazeti lake. Kwa kawaida watu wa press hawafanyi hivi. जमहूरियत कायम करनी है, Kisha nilimwambia hii pia kwamba ikiwa nchi za Ulaya nataka kuleta demokrasia, kisha wao walete demokrasia kwa uadilifu, ile demokrasia ambayo ni demokrasia haswa. शाम के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या है। Kisha kuhusu Syria pia aliniuliza swali kwamba kule vita inaendelea, watu wanapigana, hii ni nini? Nilimwambia mwanzoni ilikuwa kati ya Sunni na Shia, lakini sasa wagaidi pia wameingilia सिर्फ आपस की na wao wana ihtilaf na mfarakano ya wenyewe. बल्कि Sasa hivi मफादात का मसला hii si vita ya kule, इसलिए bali hii imekuwa masilahi ya nchi za wilaya pia. Na kule makundi yote mawili yanasaidiwa na nchi za wilaya, हर एक na wao si waaminifu kule, na dunia imekuwa kama ni kijiji kimoja, kila mmoja anaathirika kwa sababu ya hali ya mingine. Russia inaisaidia Syria, na upande mwingine nchi za wilaya inawasaidia magaidi kule. Katika masilahi yoyote ni kwamba vita iishe, na kwa ajili yake hii wanafanya juhudi pia siku hizi. Na yeye alitoa habari hii pia katika gazeti lake. कि आपका पैगाम अमन का है, ये फैल क्यों नहीं रहा। Kisha yeye aliuliza swali kwamba ujumbe wako ni ujumbe wa amani, kwa nini ujumbe huu hauenei duniani? Nilimwambia ujumbe wetu unaendelea kuenea, अगर मौजूदा नस्लें na dunia inaendelea kupokea polepole pole. तो आइंदा नस्लें कबूल कर लेंगे। Ikiwa kizazi hiki haikubali, basi kizazi kijacho kitakubali. Sisi tunaendelea kusambaza ujumbe huu na sisi hatutachoka. Nilimwambia ikiwa hatuwezi kushinda mioyo yenu, insha allahu taala lazima tutashinda mioyo ya wazao wenu. का मानने में बातें हुई, उनको ये भी मैंने बताया कि हर मजहब खुदा की तरफ से था, खुदा की Kisha tulizungumza kuhusu dini mbalimbali. Nilimwambia kila dini ilikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu na manabii wote walileta mafundisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sisi tunawaamini manabii wote, lakini sawa na wakati mafundisho yao yalibadilika, na hii ndiyo ilikuwa hali ya Waislamu. Pamoja na hali hii kwamba Qur'an ilibaki katika hali yake ya kiasili, lakini watu waliacha kufuata Qur'an tukufu na walisahau mafundisho ya Qur'an tukufu. Na kwa sababu ya hii, katika zama hii Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से Kisha kwa sababu ya matukio ya ugaidi, alisema kwamba kwa sababu ya matukio haya ya ugaidi, इस्लाम से wenyeji wa Marekani wamechukia sana dini ya Islam, na wao wanachuki sana dhidi ya Islam. Nilimwambia kwamba sisi tunaendelea kufanya kazi kwa kuondoa dhana hii mbaya. Tunatakiwa tuwe na wakati, na kama nilisema kwamba ikiwa si kizazi hiki, lakini kizazi kijacho lazima kitapata picha halisi ya Islam, मजहब से बेजार na kile kizazi kitakubali, kitapokea Islam. Na nilimwambia kwa kawaida watu wamechukia dini, iwe dini ya Kikristo au ya Islam. Hata wao hawana imani juu ya Mwenyezi Mungu, wanaendelea kuwa mapagani,
wakati utafika और जब वो hawa watu tena wataamini mwenyezi mungu na watarudi tena katika dini. Wakati watakaporudi katika dini tena, wakati ule ni sisi wahamadia waislamu ambao tutawakaribisha. नोट भी करते ही बातें हैं और बड़ा अच्छा भी बात wakati ule watapata mafundisho sahihi ya islam. Yeye aliendelea kuandika mambo haya yote na baadaye aliandika vizuri katika gazeti lake. ऊंचे तबके में ज्यादा पढ़ा vile vile ni Wall Street Journal gazeti ambalo ni gazeti maarufu sana duniani na inasomwa na watu wasomi sana na inasambazwa sana. खासतौर पर चीन वगैरह में भी जाता है। bali nchi ya यहाँ भी उन्होंने इसी marekani pia inasambazwa hususan katika china pia. mwandishi wa gazeti lile pia aliniuliza maswali ya aina hii. तरह उन्होंने कहा मुझे कि आप कैलिफोर्निया क्यों आए हैं? maswali mengine yalikuwa yanafanana, haina haja ya kujibu kueleza hapa. aliniuliza swali moja, kwa nini umekuja hapa California? इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। Nilisema kwamba dunia nzima ni kwa ajili yetu na sisi tutaenda katika kila sehemu ya dunia na tutafikisha ujumbe wa Islam. इन लोगों के दिमाग Na vile vile kuna jumuiya yetu hapa pia nimekuja kukutana nao. हम भी सियासी लीडरों की तरह या जिस तरह Kisha hazur anasema katika लोग भीख मांगने जाते हैं fikira ya watu inakuwa hii जाते हैं kwamba sisi pia kama ni viongozi wa siasa wanakuja kwa ajili ya kuomba kule au wanaenda kwa ajili ya kuomba, na mimi pia nimekuja kwa ajili ya hii. Akasema utakapokutana na viongozi wa hawa, wewe unataka nini kutoka kwa hawa viongozi? Dondoo yako ni nini? Nilisema kwamba mimi sikuja kwa ajili ya kuomba kitu chochote kwa ajili yangu au kwa ajili ya jumuiya yangu. Mimi nataka hii tu kwamba amani ipatikane duniani na ifanywe mipango na ifanywe mipango kwa ajili ya kuleta amani duniani ili tuweze kusalimisha dunia hii kutoka katika vita vya tatu. Ikiwa hatukuweza kufanya hivi, basi dunia imesimama katika pembe na katika shimo la vita vya tatu. उसमें मैंने बताया कि मासूमों को कत्ल किया Kisha aliniuliza swali kuhusu drone attacks zinayofanywa siku hizi. Nilimwambia kwamba watu wasiokuwa na dhambi wanauawa, na kwa sababu ya hii upinzani unaendelea kuzidi katika nchi hizi ambapo mashambulio hayo yanafanywa, na upinzani unazidi dhidi ya Ulaya. Mafundisho ya Islam si hii kwamba watu wasiokuwa na dhambi wauawe, lakini nyinyi kwa sababu ya mashambulio haya mnawaua watu wasiokuwa na madhambi, na kwa sababu ya hii upinzani unaendelea kuzidi. Ilimradi katika nchi ya Marekani kwa kupitia gazeti Wall Street Journal, Los Angeles Times na Chicago Times na magazeti mengine, kwa kupitia magazeti haya tumepata coverage nzuri katika media, na kwa kadirio moja kwa kupitia print media 5.5 milioni 5.5 walipata ujumbe wa jumuiya. अंदाजा है Kwa online media watu milioni 5 walipata ujumbe, na kwa kupitia print media milioni 1.5 ilipata ujumbe wa Islam. जो अल्लाह ताला ने Na hii ilikuwa si katika uwezo wetu. Huu ni msaada wa Mwenyezi Mungu ambao Mwenyezi Mungu alileta. ये अल्लाह ताला के Hii ni dalili ya msaada wa Mwenyezi Mungu. अल्लाह ताला ने बताया Hii ni dalili ya kudra ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuambia ikiwa nia yenu ni safi na mnafanya juhudi, basi kwa ajili yake mimi nawapatieni msaada. Sasa ni jukumu la jumuiya husika kwa kupata faida kutoka katika hali hii wasambaze mafundisho ya Islam. वहाँ भी Kisha baada ya hii ilikuwa ufunguzi wa msikiti wa Baitur Rahman wa Vancouver. Kule pia wasikuwa waislamu walialikwa katika ufunguzi. Wakati ule pia media ilitupatia coverage nzuri. Kwa jumla katika nchi ya Marekani के हवाले से और जो watu milioni 12 walipata ujumbe लोगों तक पैगाम पहुंचा kutoka katika Canada kwa kuhusu ufunguzi wa misikiti, na kwa kupitia interview zangu milioni 8.5 walipata ujumbe.
kuna channel moja ya cbc kama ni bbc vile vile kuna channel ya taifa wao walitoa habari ya ufunguzi wa misikiti 22 लाख से na sawa na kadirio moja milioni 10 ilipata ujumbe तक उसके जरिए से kwa kupitia ctv milioni 12 ilipata ujumbe na kwa kupitia global tv milioni 6 watu walipata ujumbe 4 लाख से ज्यादा उसके कवर kisha kuna radio canada मजमूरी तौर पर जैसे katika lugha ya kifaransa 8.5 लाख watu laki walipata ujumbe kwa kupitia redio hii kwa hiyo kama niliyosema kwamba kwa jumla 8.5 watu walipata ujumbe kwa kupitia ufunguzi wa misikiti अखबारात के जरिए से भी kulikuwa radio channel mbalimbali खबरें दी जिसमें तकरीबन 7.5 kwa kupitia magazeti pia ujumbe ulifika magazeti 11 yalitoa habari na watu 7.5 walipata ujumbe kwa kupitia redio 11 watu walipata ujumbe मीडिया जो है kisha kuna इसके भी रेडियो स्टेशन हैं इनके जरिए से तकरीबन 6 लाख लोगों तक ethnic media kuna radio station moja वहाँ kwa kupitia radio station zao watu 600 walipata ujumbe वहाँ पे आबाद हैं सिख दोस्त हैं kule kuna rafiki yetu mmoja wa zamani ni singa manmeet bhular saheb ni mwanasiasa na ni minister katika mkoa wa alberta जिसका मतन मैंने ye anasema kwamba hivi karibuni nimepanga nitatoa hutuba katika geneva स्टाफ na nimeshaandika hutuba yangu na hutuba hii ni kuhusu amani कि अब ये मतन मैं दोबारा तैयार करूंगा ye alikuja katika ufunguzi wa misikiti akasema kule aliposikia hutuba yangu akasema sasa nitaandika tena hutuba yangu na nitaandika mambo yote uliyoeleza wewe katika hutuba yangu kwa sababu mimi naungana nawe kisha vile vile kule kuna radio station moja itwayo shere punjab कि इस नुक्ता नजर में मैंने किसी किस्म को kiongozi wa redio hii ravinder singh saheb anasema kwamba में बहुत ज्यादा जरूरत देखने को मिली hutuba hii iliyotolewa फिर ilikuwa dalili ya ujasiri क्रिश्चियन बैक्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये kisha christian vector saheb yeye alisema उसका इफ्ताह करते हैं जब kitu kimoja nilichokipenda sana ni hiki करते हैं तो हम मजहबी आज़ादी के एक नए mimi nilisema kwamba wakati unapofungua msikiti किताब से साबित हो गया wowote kule sisi tunaanza uhuru mpya kwa maneno haya imethibitika kwamba wahamadhia si wagaidi bali wanapenda amani wao wanafuata mambo yote ya ubinadamu मेरा कि उन्होंने मेरे तमाम सवालों का mwandishi wa cbc yeye alisema जिस चीज़ को मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई और फिर kwamba alifa alinijibu maswali yangu yote na nilichokuwa natafuta nimeshapata कहा कि ये सारा खिताब kisha jioni yeye katika habari yake pia alieleza hivi पैगाम है mwandishi kutoka bara la hindi alisema kwamba hutuba hii yote nitachapa katika gazeti langu kwa sababu katika hutuba hii kuna ujumbe maalum मजहब का हिस्सा है mwenye biashara moja anasema kwamba leo nimejua kwamba amani si miliki ya kikristo bali ni sehemu ya kila dini yoyote niliyojifunza leo nitawafundisha watoto wangu kisha mwislamu moja kutoka moroko anasema अमन का पैगाम mnasambaza amani लेकिन आज इस किताब के जरिए मैंने kwa kupitia media amani ujumbe wa amani utaenea mimi mwenyewe pia ni mwislamu lakini मुसलमान नहीं है kwa hutuba ya leo nimejifunza mambo mengi sana kuhusu islam किताब का इफ्ताह का kuna mgeni mwingine ambaye si mwislamu anasema hutuba hii ya leo ya ufunguzi wa misikiti ilikuwa nzuri sana na ilielezwa mambo mengi sana katika hutuba na jambo hasa lilikuwa hili kwamba था और इसमें काबिल तहसीन दूरअंदेश ulihutubia hofu ya mtu wa kawaida na hutuba ilikuwa wazi sana na ilikuwa na ufahamu sana ndani yake अच्छा एक साहब ने कहा आपका तौहीद का पैगाम तमाम दुनिया के लिए अपने अंदर अहम मानी रखता है
mtu mmoja akasema kwamba ujumbe wako wa umoja ni muhimu sana kwa ajili ya dunia nzima. मीडिया ने किरदार अदा huzuri anasema kama nilivyosema, सीबीसी जो कैलगरी में हुआ उसको भी दिया उसने media pia ilifanya kazi kubwa sana katika kusambaza ujumbe huu. cbc, ctv, honor tv 85 na तक ये पैगाम पहुंचा। hivi milioni 8.5 watu walipata ujumbe kwa kupitia media. ये पैगाम पहुंचा है। Tukiona kwa jumla takriban milioni 20 watu walipata ujumbe, और इस हिसाब से अमेरिका की आबादी के लिहाज से 4% ज्यादा आबादी को, बल्कि उस सूबे वेस्ट कोस्ट के लिहाज से तो मेरा ख्याल है na sawa na population ya ibadhi 4%, na mkoa wa west coast takriban 25% au 30% walipata ujumbe, na katika canada 25% watu walipata ujumbe. Ilikuwa si rahisi kufikisha ujumbe hii, lakini hii ni fadhili za Mwenyezi Mungu kwamba ujumbe ulifika kiasi hiki. कनाडा में कि इस्लाम अमन का मजहब है। Mwandishi wa habari aliniuliza swali moja katika canada kwamba Islam ni dini ya amani. Je, amani inapatikana kutoka kwa Waislamu? Nilimwambia kwa kusikia swali lake hili kwamba mafundisho ya Qur'an tukufu ni haya, yani ya amani. Ikiwa kiongozi au watu wa kawaida hawafuati mafundisho haya, basi ni kosa lao. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। फिर बार-बार Na Waislamu यही हवाला था katika nchi za Waislamu hawapewi haki zao. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam. कनाडा में ट्रेन Kisha aliendelea kueleza matukio mbalimbali mara kwa mara. Kwa mfano katika Canada tukio la train, katika Boston ni bomb blast, na tukio la London pia. Nilimwambia kwamba haya yote ni kwa sababu watu wameenda mbali kwa na Mwenyezi Mungu, si mafundisho ya Islam kwamba wafanye hivi, lakini hawa wanafanya hivi kwa sababu wameenda mbali हवाले से na Mwenyezi Mungu. Wakifuata mafundisho sahihi ya Islam, lazima amani itapatikana duniani. Kwa mujibu wa hii nilimwambia hii pia बरतानिया में जो वाकया हुआ है उसको मैंने वहाँ कहा। katika Islam ni wagaidi ambao wanafanya kazi kwa jina la Islam. Tukio lililotokea Uingereza, nilimwambia kwamba kuna Muslim Council katika Uingereza, ni council kubwa ya Waislamu. Council ile pia ilipinga sana na ilikataa sana tukio hili kwamba hii si kitendo cha Islam, na wao waliosema ni nzuri sana, maneno yao yalikuwa mazuri sana waliosema. फिर इसी तरह कि आप दुनिया में दहशतगर्दी के रोकने के लिए क्या कर रहे हैं उसको बताया मैंने कि हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं Kisha और दुनिया में अमन का mnafanya nini kwa ajili ya kuzuia ugaidi duniani? Nilimwambia kwamba sisi tunafanya juhudi kwa ajili ya kuleta amani duniani. Sisi tunawahudumia wananchi wa nchi mbalimbali. के जोर से कुछ इस जुल्म को रोक सकें। हाँ, Sisi hatuna nguvu kwamba kwa kutumia nguvu tuzuie dhulma hii inayotendeka, lakini ni mafundisho sahihi ya Islam. Tunaendelea kusambaza mafundisho haya na tutaendelea kufanya hivi. फिर इसने कहा कि मस्जिदों में ये मशहूर है कि मस्जिदों से तशद्दुद फैलता है। Kisha alisema kwamba kutoka kwa misikiti ni mashuhuri kwamba dhulma inaenea au gaidi unaenea. Hazur anasema mimi nilisema sisemi kuhusu misikiti mingine, lakini kutoka katika misikiti yetu ya Jumuiya Ahmadiyya kila wakati ujumbe wa amani na usalama ulisambazwa, na kwa ajili yake sisi tunaendelea kufanya juhudi. उनकी तादाद बहुत ना होने के बराबर Ndiyo maana kwa sababu ya hii ऐसा हो katika jumuiya wakosefu ni watu wachache. Hata kama kuna mtu mmoja ya aina hii, jumuiya inafanya action na yule mtu anafukuzwa katika jumuiya kwa sababu ya kitendo chake. Kisha alikuwa anaendelea kuuliza swali mara kwa mara yule maandishi wa CBC
kwa sababu interview ilikuwa ya dakika 25 aliendelea kuniuliza swali moja mara kwa mara kwamba labda nikamatwe kwamba mafundisho ya islam si mafundisho ya amani. Nilimwambia kwamba unaendelea kuniuliza swali moja mara kwa mara, lakini jibu langu ni lile lile moja tu kwamba mafundisho ya islam ni ya amani. Kisha baadaye aliwaambiwa na jumuiya kadhaa kwamba alielewa strategy yangu kwamba nilikuwa nikitaka kwamba aseme maneno kuhusu dhidi ya mafundisho ya islam. Hazur anasema kwamba mafundisho sahihi ya islam yanaongea, sisi hatusemi kwa kibandia. Kisha alisema ujumbe huu utaenea namna gani. Nilisema sisi tunaendelea kueneza ujumbe huu na sisi hatutachoka. Sayyidina alayhi salam alikuwa peke yake wakati alipodai kuwa Masihi aliahidiwa. Alipofariki wakati ule takriban wafuasi wake walikuwa takriban 500,000. Kisha baadaye nidhamu ya silsila ya uhalifa ulianza tangu miaka 125. sisi tupo katika mamilioni. inshallah taala waislamu na wakristo na watu wa dini zingine pia wanaendelea kujiunga nasi, na inshallah taala kizazi kijacho kitapokea, ndipo amani na usalama utapatikana duniani. अल्लाह ताला के फजल से बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि इस kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, मुतात अंदाजे के मुताबिक kama nilivyosema मिलियन से ज्यादा लोग katika ziara yangu hii, kwa kadhirio moja तक ये पैगाम पहुंचा। zaidi ya milioni 20 watu walipata ujumbe. इतनी बड़ी तादाद में पैगाम पहुंचाना और फिर लोगों की आवाजें भी अल्लाह ताला के फजल से इस्लाम और जमात के हक में उठाना, kufikisha ujumbe kiasi hiki ये इंसान na kisha maoni ya watu katika haki ya islam, kama nilivyotoa mifano mbalimbali, hii haiwezi kufanywa kwa nguvu ya manadamu, bali ni msaada wa Mwenyezi Mungu. Nilieleza kule ruya moja ya halifa wa 4 katika hutuba ya Los Angeles. कि उन्होंने Kule कहानी देखे थे और labda nilisema kwamba watu wengi watakuwepo, bali halifa wa 4 aliona katika ruya kwamba aliona viwanja na alisikia kwamba sauti inatoka katika ardhini kwa ajili ya jumuiya. Sauti hizi zinazopatikana siku hizi ni sawa na ruya ile aliona halifa wa 4. तो जो है लोगों की और ये तबसरे जो हैं मुख्तलिफ, ये इस बात की तस्वीर kuelekea kwa watu na maoni yao haya आवाजें उस इलाके से अब उठती चली जाएंगी। ni dalili ya jambo hili kwamba inshallah taala sauti hii itaendelea kupatikana, ये भी na kwa ajili ya islam sauti hizi zitapatikana sana. Huu pia ni mpango wa Mwenyezi Mungu kwamba mwezi mmoja kabla ya ziara ya Marekani, mimi nilienda kwa ajili ya ziara ya nchi ya Spain. दौरे पे गया, वहाँ स्पेन में बड़े वसी पैमाने पर जमात का तारुफ हुआ। वो मुल्क जो इस्लाम Kule katika Spain pia jumuiya ilijulikana sana. और दोबारा इस्लाम Ile nchi ambayo ilikuwa chini ya Waislamu siku hizi ni nchi ya Wakristo, na tena Islam inajulikana kule. Kisha baada ya mwezi mmoja nilienda katika maeneo ambapo watu wa Spain wanaishi kwa wingi sana. के स्पेनिश में अल्लाह ताला ने जो दोनों तरफ के Kuangalia kazi hii ni jukumu letu. स्पेनिश भी Katika watu hawa wa Spain, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया है, इसको हम Spain ya mashariki na magharibi, और इन लोगों को इस्लाम के ujumbe huu wa Islam लेकर आए। ambao Mwenyezi Mungu aliufikisha, muendelee kusambaza ujumbe huu na muwalete watu chini ya bendera ya Islam. Katika Marekani hususan, हमारी बहुत बड़ी तादाद है, nilisema kule katika hutuba yangu ya Los Angeles, nilisema kwamba watu wa Spanish wanasema kwamba tupo wengi sana hapa, तरह का भी एक इरशाद है kwa hivyo mtu zingatie. नजदीक Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia alisema wakati wa shura, wakati fulani, anasema अमेरिका में तबलीग इस्लाम sawa na maoni yangu kwamba jua litakapotoka kutoka magharibi अमेरिका में तबलीग
ni amerika inahusika sana kuhusu hii. ये भी याद रखना चाहिए। hazur anasema kwamba tunatakiwa tufanye mipango ya mahubiri kutoka kule marekani. pamoja na hii tunatakiwa tukumbuke jambo hili pia, kwamba tusisahau malezi yetu na malezi ya wale watu wapya watakaokuja katika jumuiya, kwa sababu mambo haya yote mawili ni muhimu sana, na hii yote inaweza kutokea wakati sisi tutakaposhukuru neema za mwenyezi mungu kwa vitendo vyetu. vile vile katika nchi ya canada pia, kama nilivyosema, और इसको वहाँ भी उनको kasorobo ya watu ilipata ujumbe wa islam. kule pia inatakiwa tupanue kazi ya mahubiri. शुक्रगुजारी के जज्बात से hii inaweza kufanywa kwa malezi yetu na kwa kufanya mahubiri na kwa kushukuru neema za mwenyezi mungu na kwa kufanya hali ya juu ya ibada. inshallah taala mwenyezi mungu aijalie jumuiya zote mbili, ya marekani ni ya canada na jumuiya zingine za dunia, ijalie jumuiya zote ziweze kufanya kazi hii vizuri. amin. और रास्ते जो खुले हैं इनमें दोनों मुल्कों में hapa nataka kusema hii pia, निस्बतन जवानों को njia mpya zilizofunguliwa katika nchi hizi zote mbili. vijana hasusan पहले से बढ़कर walipata bahati ya kufanya kazi sana. कोशिश करनी चाहिए। दोनों जगह पे kizazi kijacho kinatakiwa kitimize jukumu lake vizuri zaidi katika siku za usoni. makatibu wa mambo ya nje ya nchi zote mbili pamoja na wasaidizi wao wamefanya kazi vizuri sana kwa sababu ya uhusiano wao. njia hizi mpya zilizopatikana za mahubiri sasa ni kazi ya idara ya mahubiri na malezi kwamba waendelee kupata katika hii. mwenyezi mungu awapatie hao wote ujira mema na mwenyezi mungu awaongeze katika unyenyekevu. isitokee hivi kwamba kwa kufanya kazi hii waanze kufanya fahari, bali wawe na unyenyekevu kama alivyosema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba unyenyekevu ni muhimu sana. mwenyezi mungu awajalie wanajumuiya wote wawe na hali hii. amin. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى